Naam, shukrani sana kwa kuendelea kusalia nasi, na ikiwa wewe ndio kwanza unaungana nasi, ni habari ya kutwa nzima leo, na sasa ni habari za biashara na uchumi. Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar kupitia Wizara ya Uchumi wa Buluu na Uvuvi imesema imepanga kulitumia kongamano la pili la masuala ya mafuta na gesi kutangaza fursa zilizopo nchini kwenye sekta ya mafuta na gesi ili kuvutia uwekezaji na wawekezaji katika eneo hilo. Kauli hiyo ya serikali imetolewa na Katibu Mkuu Wizara ya Uchumi wa Buluu na Uvuvi Zanzibar, Kapteni Hamadi Bakari Hamadi, katika utambulisho wa kongamano linalohusu masuala ya mafuta na gesi linalotarajiwa kufanyika Zanzibar kuanzia tarehe 25 hadi 27 mwezi huu. Mwanahabari wetu ametuandalia taarifa kamili. Washiriki wa kongamano la masuala mafuta na gesi ni kutoka zaidi ya nchi 20 za Afrika, lengo likiwa ni kujadili mustakabali wa mafuta, gesi na nishati safi katika bara la Afrika. Wataalamu wa masuala ya mafuta, wafanyabiashara na wawekezaji ni baadhi ya washiriki wa kongamano hilo. Kwa hiyo hii ni hatua kubwa kwa Zanzibar, kuitangaza Zanzibar kama ni mdau mkubwa wa mafuta na gesi katika bara la Afrika, lakini na dunia kwa ujumla. Kupitia kongamano hilo lililoandaliwa na Taasisi ya Kimataifa Vijana Afrika katika sekta ya mafuta na gesi, Katibu Mkuu Wizara ya Uchumi wa Buluu anasema kongamano hilo ni muhimu kwa Zanzibar katika kutangaza fursa zilizopo katika mafuta na gesi. Ujio wa kongamano hili ni kusema linatusaidia pia kutoa hiyo awareness na kupata Zanzibar kujielezea katika nyanda za kimataifa, wapi tumefikia katika hatua hizo. Napenda kukiri kwamba Zanzibar imepiga hatua kubwa sana katika mafuta na gesi. Mratibu wa kongamano na mwenyekiti wa Taasisi ya Vijana ya Mafuta na Gesi wanasema lengo ni kufahamisha jamii na vijana katika kutumia fursa katika eneo la mafuta na gesi. Mkutano huu, siku mbili zile ambazo tutakazokuwa tutafanya, kutakuwa kuna maonyesho ya siku mbili pamoja na conference ya siku mbili, ambao siku ya tatu tutarajia kufanya exclusive meeting ambao kutokana na wageni tutakaowapata kutoka nchi tofauti tofauti. Lengo ni hilo kama nililotangulia kusema, ni kushikana vijana, lakini lengo kuu hasa ni kupromote na kusupport sekta yetu, lakini tukianza na Tanzania. Kongamano hilo la pili tenda sambamba na maonyesho ya masuala mafuta na gesi na nafasi ya Zanzibar katika kuinua uchumi wake kupitia eneo la uchumi wa buluu. Juma Kasim, Channel 10, Zanzibar. Tanzania imechaguliwa kuwa mwenyeji wa kongamano la kimataifa la ukuzaji viumbe maji duniani pamoja na kongamano la ukuzaji viumbe maji Afrika yatakayofanyika kuanzia Disemba 1 hadi 4, 2026 katika ukumbi wa kimataifa wa Julius Nyerere jijini Dar es Salaam. Hatua hiyo imekuja baada ya serikali na jumuiya ya wakuzaji viumbe maji duniani kusaini hati ya makubaliano ya maandalizi ya kongamano hilo, hatua inayotarajiwa kuongeza uwekezaji, biashara na ushirikiano wa kimataifa katika sekta ya uvuvi na ukuzaji viumbe maji. Akizungumza jijini Dar es Salaam, Waziri wa Mifugo na Uvuvi Balozi Dr. Bashiru Ali Kakurwa alisema uteuzi wa Tanzania kuwa mwenyeji wa makongamano hayo ni uthibitisho wa mafanikio ambayo nchi imeyapata katika sekta ya ukuzaji viumbe maji. Alieleza kuwa kongamano hilo litafungua fursa kwa wawekezaji, wafanyabiashara, watafiti na wadau mbalimbali wa sekta hiyo kukutana, kubadilishana teknolojia, kuongeza masoko, bidhaa za uvuvi na kuimarisha uchumi wa bluu. Sekta ya uvuvi inapanuka na uzalishaji wa samaki unaongezeka na ulaji wa samaki unaongezeka na masoko ya samaki nayo yanaongezeka. Kwa upande wake, mwenyekiti wa tawi la Afrika la WOZ, Profesa Julius Manyara, alisema Tanzania imeonyesha uwezo mkubwa wa kuandaa matukio ya kimataifa na kwamba kongamano hilo linatarajiwa kuvutia washiriki kutoka mataifa mbalimbali duniani. Alibainisha kuwa mkutano huo utatoa jukwaa la kuonyesha fursa za biashara, ubunifu wa teknolojia za ufugaji wa samaki na kuunganisha masoko ya Afrika na dunia. Wadau wa ufugaji wa samaki na viumbe wengine wa majini nchini Tanzania na katika ukanda huu watapata fursa ya kushiriki na wenzetu kutoka nchi mbalimbali. Katika hafla hiyo, Waziri Bashiru pia alizindua bodi mpya ya shirika la uvuvi Tanzania Tafiko pamoja na kitabu cha mapishi ya samaki Tanzania, hatua inayolenga kuongeza thamani ya mazao ya uvuvi, kuhamasisha matumizi ya bidhaa za samaki na kufungua masoko mapya ya ndani na nje ya nchi kupitia bidhaa zenye ubora na ushindani. Lengo la kitabu hiki ni kuongeza uelewa, matumizi
na thamani ya bidhaa za mazao ya uvuvi na bidhaa nyingine za kwenye maji katika lishe ya Watanzania. Kufanyika kwa mikutano hiyo nchini Tanzania kunatarajiwa kuleta manufaa makubwa ya kiuchumi kupitia ongezeko la wageni wa kimataifa, uwekezaji katika sekta ya uvuvi na ukuzaji wa viumbe maji, pamoja na kupanua masoko ya bidhaa za samaki, teknolojia zinazohusishwa na sekta hiyo. Kutoka Dar es Salaam, Emmanuel Chegere, Channel 10. Asante Emmanuel Chegere kwa taarifa hiyo, na ndo mwisho wa habari za biashara na uchumi. Esa Mtebe atakuwa hapa kutujuza yaliyojiri viwanjani.